Godbless Lema amrushia Emmanuel Nchimbi kombora na kumlipua kwa maneno makali. Jambo na karibu na kumbuka kusubscribe. Kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Nchimbi akitoa wito wa taasisi za kiserikali, asasi za kiraia na wanaharakati kuacha kuzungumzia tukio la mauaji lililotokea Oktoba tarehe 29 imeibua mjadala mzito wa kitaifa na ugusa hisia, siasa za madaraka, haki za binadamu na dhana ya uwajibikaji wa dola. Kauli hii imepokelewa kwa hisia kali, huku baadhi wakiona ni juhudi za kurejesha utulivu wa kitaifa na vilevile wengine wakitafsiri kama jaribio la kuzima sauti za madai ya haki. Miongoni waliokosoa vikali kauli hiyo ni Godbless Lema aliyewahi kuwa mbunge wa Arusha mjini na mmoja wa sauti maarufu za upinzani nchini. Akizungumza kwa hasira na masikitiko, Lema amemtuhumu makamu wa rais kwa kile alichokiita kama kukosa busara, huruma na uelewa wa kina juu ya maumivu ya wananchi waliopoteza wapendwa wao katika tukio hilo. Kauli hii imegeuka kuwa mjadala mpana na unaohusisha si tu tukio lenyewe la mauaji, bali mwelekeo wa uongozi wa juu wa serikali, nafasi ya wanaharakati na uhuru wa kujieleza katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania ya sasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya mbalimbali vya habari, makamu wa rais alisisitiza kuwa kuendelea kuzungumza tukio la mauaji kunaweza kuchochea taharuki, hofu na mgawanyiko wa kijamii katika mtazamo wa serikali. Hatua hii ilionekana kama jitihada za kulinda amani, mshikamano wa kitaifa na kuepusha siasa za hisia. Ripoti za BBC News na Reuters zimewahi kubainisha kuwa serikali nyingi barani Afrika hukabiliwa na changamoto ya kusawazisha kati ya kudhibiti taharuki za umma na kuruhusu mjadala wa wazi kuhusu masuala nyeti ya usalama na haki za binadamu. Na katika muktadha huo, kauli ya makamu wa rais imeeleweka na baadhi ya wachambuzi kama msimamo wa dola unaolenga uthabiti wa kisiasa. Hata hivyo, kauli hiyo haikutoa maelezo mapya kuhusu hatua za uchunguzi, uwajibikaji au haki kwa waathirika, na ni jambo ambalo limefungua mlango wa ukosoaji mkali kutoka kwa wanaharakati na wanasiasa wa upinzani. Katika majibu yake, Godbless Lema alitoa kauli iliyojaa hisia, akisema kuwa kama watoto wa viongozi wangekuwa miongoni mwa waliouawa, kauli za kuhimiza ukimya zisingetolewa kirahisi. Kauli hii imeonekana kugusa hisia za wananchi wengi, hasa katika mitandao ya kijamii ambapo mijadala imeibuka na kuchukua sura ya maswali kuhusu huruma ya viongozi wa juu kwa raia wa kawaida. Lema amesisitiza kuwa ni kosa kubwa kwa serikali kuhamishia lawama kwa wanaharakati na asasi za kiraia badala ya kutekeleza jukumu lake la msingi la kulinda uhai wa raia na kuhakikisha haki inapatikana. Kwa mtazamo wake, sauti za wanaharakati hazizimi ukweli, bali zinasaidia kuibua maswali muhimu yanayopaswa kujibiwa na dola. Na kwa mujibu wa Al Jazeera, kauli kama hizi kutoka kwa wanasiasa wa upinzani mara nyingi huchochea mijadala mipana kuhusu uwiano wa nguvu kati ya dola na raia, hasa katika nchi zenye historia ya kudhibiti midahalo ya maswali nyeti ya usalama. Mjadala huu hauwezi kutenganishwa na mazingira mapana ya kisiasa nchini Tanzania. Katika miaka hivi karibuni, nafasi ya wanaharakati, asasi za kiraia na vyombo vya habari imekuwa mada ya mjadala wa mara kwa mara, na ripoti ya The Guardian na East African zimeandika kuhusu mvutano kati ya serikali na makundi haya, hususan linapokuja swala la haki za binadamu, uchaguzi na uwajibikaji wa vyombo vya dola. Kauli ya makamu wa rais imeonekana na baadhi ya wachambuzi kama ishara ya msimamo mkali wa dola dhidi ya midahalo inayoonekana kuikosoa, wakati wengine wanaona ni sehemu ya mkakati mpana wa kudhibiti simulizi za siasa katika nyakati nyeti. Ndani ya chama CCM kumekuwa na ukimya wa tahadhari, na wachambuzi wa Daily Nation wanaeleza kuwa ukimya huo unaweza kuashiria juhudi za kulinda taswira na chama na serikali kwa ujumla, hasa ikizingatiwa uzito wa nafasi ya makamu wa rais katika muundo wa madaraka ya nchi.
Lema katika kauli yake aligusia hoja nyeti kuhusu ukimya wa wananchi, akisema kuwa haupaswi kutafsiriwa kama uungwaji mkono wa uovu. Kwa mujibu wake, mara nyingi ukimya unatokana na hofu, vitisho na kutoaminika kwa mifumo ya haki. Hoja hii inaungwa mkono na ripoti za Human Rights Watch na tafiti za kitaaluma zilizonukuliwa na AP News ambazo zinazoonyesha kuwa katika mazingira ambayo wananchi hawana imani na mifumo ya haki, sauti za wanaharakati huwa mbadala wa kilio cha umma. Na kwa mtazamo wa kisiasa, lawama kwa wanaharakati zinaweza kuonekana kwa njia ya kuficha mapungufu ya dola. Na katika kusimamia usalama na uwajibikaji, ili limeongeza mgawanyiko wa maoni kuhusu nani hasa anapaswa kuwajibika katika matukio ya mauaji na ukiukwaji wa haki. Mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa kuu la mjadala huu. Wananchi wengi wameonekana kuunga mkono hoja ya Lema, wakisisitiza kwa maumivu ya waathirika hayawezi kuzimwa kwa wito wa ukimya, na wengine hata hivyo wameonya kuwa hatari ya kuendeleza mjadala unaoweza kuchochea taharuki na chuki. Wachambuzi wa siasa kutoka vyuo vikuu na taasisi za utafiti wanasema swala hili linagusa misingi ya uongozi wa kisasa, huruma, uwazi na uwajibikaji. Kwa mujibu wa tafiti za taasisi za sera za umma zilizonukuliwa na East African, viongozi wanaoshindwa kuonesha huruma katika nyakati za misiba hujikuta wakipoteza imani ya umma kwa muda mrefu. Kisiasa, mjadala huu una athari kubwa kwa imani ya wananchi kwa serikali. Haki, usalama na thamani ya uhai wa raia ni masuala yanayogusa moja kwa moja uhalali wa dola. Ripoti ya BBC News imeonyesha kuwa katika nchi nyingi, matukio ya mauaji yasiyoeleweka vizuri huathiri vibaya mtazamo wa umma kuhusu ufanisi wa serikali. Kwa Tanzania, suala hili linakuja katika wakati ambao wananchi wanazidi kuhitaji uongozi unaosikiliza, unaowajibika na wanaotanguliza utu. Kauli zinazotafsiriwa kama lawama au ukandamizaji wa mjadala zinaweza kuongeza pengo kati ya viongozi na wananchi. Kihistoria, Tanzania imewahi kushuhudia matukio kadhaa ambapo kauli za viongozi wa juu zimeibua mjadala mpana wa kitaifa, kuanzia masuala ya uchaguzi, haki za kisiasa hadi matukio ya usalama. Historia inaonyesha kuwa njia ambayo viongozi wanawasiliana na umma ina athari kubwa kuliko ujumbe wenyewe. Kwa mujibu wa The Guardian, nchi nyingi za Afrika zimejifunza kwa njia ngumu kuwa kuzima mijadala ya umma kunaweza ama kuhusu haki za usalama mara nyingi huongeza shinikizo badala ya kulipunguza. Mjadala wa sasa unaonekana kufuata mkondo huo wa kihistoria. Kauli ya makamu wa rais na majibu makali ya God Bless Lema yameibua mjadala unaovuka tukio moja la mauaji na kugusa misingi ya uongozi, uwajibikaji wa haki za raia. Swala hili ni muhimu sasa kwa sababu linapima uwezo wa serikali kusikiliza maumivu ya wananchi na kujibu kwa huruma na vitendo, si kauli pekee. Kisiasa, wanaoweza kupoteza ni wale wanaotafsiriwa kama kupuuza kilio cha waathirika, huku wanaoweza kunufaika ni wale wanaojenga taswira ya uongozi unaosimama upande wa wananchi. Hatua zinazofuata zinaweza kujumuisha uwazi zaidi kuhusu uchunguzi wa tukio la mauaji, mabadiliko ya namna viongozi wanavyowasiliana na umma, na kuendelea kwa mvutano wa kisiasa kati ya serikali na wanaharakati. Kwa jumla, mjadala huu unaonyesha wazi kuwa ukimya hauwezi kuchukua nafasi ya haki, na katika siasa za kisasa, sauti za wananchi hubaki kuwa kiashiria muhimu cha uhalali wa dola. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi kila wakati na vilevile kumbuka kusubscribe.